Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa fulani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi, wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 07 75 02 65 57. Karibu katika sehemu ya 6 recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 5, basi hakikisha unagusa hicho pop-up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen wako ili tuweze kwenda pamoja. Na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda sawa. Mwamba Jang-woo tulipokuwa tumeishia aliweza kumshuhudia bidada kwamba kumbe ni mganga wa kienyeji na siku nyingi alikuwa akimdanganya. Kitu hii Mwamba ilimkera sana na akajikuta anaondoka katika eneo hilo la tukio. Lakini tulipokuwa tumekomea ni baada ya kushuhudia kwamba bidada alikuwa akimfuata Mwamba na kugundua kwamba alikuwa anafuatiliwa na mizimu mingi. Bidada akajikongoja mpaka Mwamba alipokuwa yupo na kisha akamwambia kwamba nitamani siku nyingi sana kukuambia kwamba mimi ni mganga, lakini kuja kugundua kwamba ulikuwa unawachukia sana waganga, ndio maana nikawa najificha silika yangu. Sasa hapa ndo tunaonyesha kwa nini Mwamba alikuwa akiwachukia sana waganga. Kumbe ni kwa sababu Sokwa alikuwa akimtumia vibaya sana kipindi alichokuwa mdogo, akijifanya kwamba ni mganga, lakini kumbe alikuwa akimfanyia matukio mabaya sana huyo dogo. Lakini bidada Song Hee akamueleza Mwamba kwamba mimi si kama waganga wengine wanavyofikiria, lakini jamaa akamwambia kwamba sihitaji kukusogelea wala kukujua kuanzia leo nilipoweza kugundua kwamba wewe ni mganga wa kienyeji. Kwa heri. Mwamba akawa anaondoka. Upande wa pili wa kijiji mambo alikuwa amechangamka sana, kwani mama yake na bidada Song Hee alikuwa akiendelea kufunga katika ile jumba la mizimu kwa sababu kwa sasa wamechoka na wahitaji kabisa mizimu iweze kufanya kazi. Lakini mama mtu akagundua kwamba hii shughuli haitakuwa nyepesi bila kuwepo kwa bidada. Ikabidi kumpigia simu, lakini bidada akawapokea simu. Moja kwa moja nyakati za usiku akamfuatia kilingeni na kuanza kumuuliza ni kwa nini upokee simu zangu. Lakini bidada Song Hee akamueleza mamake kwamba Mwamba Jang-woo ameweza kumgundua kwamba yeye ni mganga wa kienyeji na ni kitu ambacho kimemkela sana. Lakini bidada akamfuata Mwamba Jang-woo na kwenda kumwambia kwamba anahitaji siku 5 tu za kuweza kuwa rafiki yake na baada ya hapo atamwacha huru. Lakini Mwamba Jang-woo akawa amekataa kabisa na kusema kwamba hahitaji urafiki hata wa siku moja. Kitu hii bana ilikuwa ni hatari zaidi kwa maisha yake kwa sababu Mwamba zile siku zake 21 zinakamilika baada ya siku 5 kuweza kuisha. Basi mama baada ya kugundua kwamba mtoto wake alikuwa katika stress sana, kama yeye mwenyewe kuingia katika ule mchongo mzima wa kwenda kufa kama ule mzimu. Lakini kuna taarifa ilikuwa inakuja kwamba yeyote ambaye ataingia ndani ya mjumba huu atakwenda kuvamiwa na hiyo mizimu na kisha atakupo yeye ndio huo mzimu. Na huyu mganga mkuu akasema kwamba huyu mzimu aliyepo humu ndani anataka kuwa mungu wa mizimu wote. Kwa hiyo ili awe mungu wa mizimu yote ni lazima aweze kuua watu kama 100 hivi. Kwa hiyo huu mzimu una hasira sana na unataka kuua watu kama 100 na mtu yote atakayejipendekeza utapita naye. Mama yake na bidada Song Hee kusikia kwamba mzimu unatafuta watu kama 100, hii kidogo ikampunguza nguvu. Ikabidi kuanza kuuliza, kwani mpaka sasa hivi huu mzimu umekula watu wangapi? Huyu mganga mkuu na mzee mmoja hivi akasema kwamba umekula kidogo, umejitahidi, nadhani itakuwa unakamilisha idadi ya watu kama 80 na point hivyo. Kwa mbakia watu kama 10 na point. Kwa sasa hivi huu mzimu una hasira kwa sababu unajua unaelekea mwishoni kukamilisha sadaka yake, lengo uweze kuwa miungu wa hawa mizimu. Mama yake na bidada Song Hee akaanza kuwaza kwamba huu mzimu ina maana umekula ng'ombe mzima umbakiza mkia. Hii kitu kidogo ikampunguzia sana nguvu. Lakini wakati huo bidada Song Hee akawa ametimba katika maeneo haya. Wakaanza kumuuliza, hivi wewe umewahi kutana na mwanamke anayefahamika kama Sokwa? Kwa sababu uko busy tu na mambo yako, uelewi kabisa mambo yanavyoenda huko. Lakini bidada Song Hee akasema kwamba huyo Sokwa mbona unafikiri nikutana naye siku ya jana na tulikuwa tukicheza pamoja? Sasa mganga mkuu akabidi kushtuka na kuanza kuuliza, umekutana na Sokwa kama Sokwa au Sokwa kama Sokwe? Bidada akasema kwamba nilikutana na Sokwa. Hii kitu ikawa imewashangaza sana na huyu mganga mkuu akasema kwamba inaonekana bidada Song Hee atakuja kuwa mganga mkubwa sana kuliko waganga wote ikiwezekana ndani ya nchi ya Korea kwa sababu tu ameweza kukutana na Sokwa na wameweza kucheza kwa pamoja. Mama mtu aliposikia balala ule mzimu, moja kwa moja akaamua kwamba wafanye ibada ya kuweza kuufungia ule mzimu na usijewahi kutoka katika mjumba huu kwa sababu hii imekuwa ni hatari zaidi kwa sababu mzimu huu haupigiki na una hatari kubwa kwa sababu unataka maisha ya watu ili kuweza kukamilika na kuwa mungu wa mizimu yote. Lakini kitu cha kushangaza kumbe ni kwamba Sokwa ndiye ambaye ameutengeneza huo mzimu na yeye ndiye anayetaka kuja kuwa mungu wa mizimu yote. Wakati wao wanapambana huku nje kuufungia mzimu, yeye bidada Sokwa alikuwa ndani kabisa huo mjumba akipambana kuhakikisha kwamba anaongezea nguvu huo mzimu ili uweze kutoka na kuweza kukamilisha sadaka yake. Kesho yake bidada kama kawaida moja kwa moja kwa Jang-woo kwenda kumpitia kuelekea shuleni, lakini kulikuwa na minuniano ambayo haieleweki. Na hata walipoweza kufika shuleni bado waliendelea kununiana mpaka wakati wa chakula cha mchana. Hii kitu hadi rais wa shule akaweza kugundua na kusema kwamba kwa nini mmeweza kununiana? Hebu kama kuna changamoto nendeni mkaitatue basi. Bidada Song Hee moja kwa moja akawa amewaita wote wawili, Jang-woo pamoja na Mwamba Song Hee. Kisha akaamua kufunguka ukweli mbele yao akisema kwamba yeye ni mganga wa kienyeji na katika kila matukio alikuwa anahusisha uganga wa kienyeji katika maisha ya Mwamba, basi
basi bidada alikuwa anahusika kwa undani zaidi, na aliamua kuficha silika yake kwa sababu alikuwa anatamani sana kuwa rafiki wa Mwamba Gang-u, lakini Mwamba anamchukia kwa sasa hivi, anahitaji Mwamba mpokee kwa kipindi hiki kifupi cha siku 5 tu. Lakini jamaa akauliza swali, hivi ni kwa nini hasa wewe unapenda kuwa rafiki yangu hasa kwa hizo siku 5? Lakini bidada Song-hee akawa anashindwa kabisa awezeje kumjibu jamaa. Baada ya bidada Song-hee kukosa jibu kabisa la kuweza kumjibu jamaa, basi jamaa akawa ameondoka na kumwambia bidada kwamba kama huna jibu la swali niloweza kuuliza, basi sitaki urafiki hata wa hizo siku 5 unazozihitaji. Lakini Jiho akasema kwamba unafahamu kabisa kwamba jamaa amebakiza siku chache aweze kufa, kwani hujaweza kumueleza sababu ya kutaka urafiki naye ni kwa sababu unataka kumlinda kutokea katika hicho kifo ambacho anatakiwa kukipata baada ya siku chache. Lakini bidada akasema kwamba huenda jamaa angeweza kuhisi kwamba nimeweza kumtishia ili niwe rafiki yake. Mama yake na bidada Song-hee basi huko anaendelea kujipanga kuhakikisha kwamba anamtafuta Sokwa kwa juhudi zake zote, lakini huyu mganga mkuu akamwambia kwamba usisubutu kabisa kuingilia gia ya bidada Sokwa, kwani atakwenda kutawanyisha, amejipanga vibaya mno yule mtu. Na mganga akaongezea kwa kusema kwamba usije ukadhani kwa sababu apokee simu yako eti kwa sababu anakuogopa, ila hataki usumbufu katika ibada ambazo anazifanya, ila kama akiamua kukusumbua basi ataweza kutambaratisha kabisa katika ulimwengu huu. Lakini mama yake na bidada Song-hee akasema kwamba kama haniogopi basi hapo nina sababu ya mimi kuweza kumtafuta ili tusiogopane kiuhalali kabisa. Huku mtaani bidada Song-hee wakati anaendelea kutembea alikutana na yule bidada anayefahamika kama Gayan. Huyu bidada ana mtoto mmoja mdogo sana anayetembea katika miguu yake, na wakati mwingi sana huwa anatembea naye kila wakati. Sasa bidada hajuagi sababu ni kwa nini aka katoto wakati mwingi kanambembea huyu bidada. Sasa kuna chizi mmoja hivi alikopo kando ya barabara, baada ya kuona kwamba huyu bidada anatembea na kuna katoto fulani miguuni, basi kabidi kuanza kupiga kelele kwa kusema kwamba mwizi 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 mwizi. Bidada Song-hee akafanya haraka sana kumstopisha yule kichaa asiweze kumzuru huyu mtu, akisema kwamba utamkela mtoto analia. Sasa bidada Gayan akimtazama Song-hee na maneno anayoyaongea anaona kwamba huyu naye ni chizi mwingine pia. Bidada Gayan akiwa katika maeneo fulani hivi ya darasani, moja kwa moja bana bidada bado akazidi kumfuatilia mpaka huko alikokuwa. Huyu mtoto hakupenda zaidi wanavyokuwa anafuatiliwa. Mwisho wa siku akawa anapiga makelele kwa kulia sana. Sasa hizi kelele zake zilikuwa zina nguvu kiasi kwamba zinaweza kumzuru mtu yoyote ambaye anapita jirani. Na wakati huo Mwamba Gang-u alikuwa akiingia hapa ndani akiwa mbeba glasi. Ilibidi bidada kukimbia haraka sana kwenda kumshikilia mkono huyu mtu ili asiweze kuzulika. Ni kweli kabisa zile kelele zikaenda zikapasua glasi ya Mwamba. Lakini baadaye bidada Gauni akabidi kuondoka katika lile eneo akisema kwamba mbona sielewi mambo unayoyanizungumzia wewe. Moja kwa moja bidada ikabidi kumfuatilia mpaka huko nyumbani ambako anaishi bidada Gauni ili aweze kujua ni kwa nini huyu mtoto anamfuatiaga sana katika meno yake ya mwili. Lakini baadaye bidada Song-hee akaja kugundua kwamba katika nyumba ya bidada Gauni kuna midoli mingi sana, na sio kwamba yule mtoto anamfuatiliaga bidada Gauni, bali miongoni mwa midoli ambao bidada anaimiliki mmoja wapo una nafsi ndani yake. Bidada Song-hee ili kuweza kumsaidia bidada Gauni, basi moja kwa moja akamwambia kwamba anahitaji kununua huu mdoli kwa gharama yoyote ile unayoitaka, lakini bidada akasema hapana, mimi siko tayari kuuza mdoli huo. Lakini alipoweza kushtukia kwamba yule mtoto akataka kuanza kulia tena, ikabidi kufunga mlango na kuondoka haraka sana. Kazi kwenu kina dada ambao mnapenda sana midoli. Hii kitu sio mara ya kwanza kuisikia, ni mara kadhaa nimeweza kuisikia kwamba mara nyingi baadhi ya midoli inakuaga na nafsi ndani yake. Kwa kazi ni kwako, siku moja atakukuta haya. Sasa Mwamba Gang-u huku nyumbani siku ya leo alikuwa anafikiria vitu vyote alivyokuwa akivifanya na bidada Song-hee. Akaanza kujishangaa kwa kusema kwamba mbona mimi nilikuwa nafanya mambo ya ajabu sana nilipokuwa na bidada, tunashikana tunakumbatiana. Huenda kwamba bidada alikuwa ameniloga kwa sababu ya uganga wake, si ndio? Lakini huku nyumbani naye bidada Song-hee anawaza ni kwa namna gani atakwenda kuiba ule mdoli ambao unamsumbua sana bidada Gauni, kwa sababu bidada Gauni kila wakati anaonekana akiwa anatembea na mtoto mdogo. Lakini huyu mganga mtu akasema kwamba wewe ndani yako kuna nguvu kubwa sana, hata ilizi ambazo nakupatiaga wakati mwingine zinakuwa zinaridhiwa nguvu na nguvu yako. Kwa nguvu yako inatakiwa ujue namna ya kuweza kuitumia vizuri. Kwa bidada tena akatimba shuleni na hapa akawa anamtafuta Gauni. Kisha alipoweza kumuona tu katika maeneo fulani ya bomba akawa amemsogelea, lakini Gauni akawa amemmwagia maji kwa sababu bidada anaongeaga vitu ambavyo yeye hata havielewi. Bidada akaona kwamba juhudi zake za kuwasaidia watu ni kama zinamdhalilisha sometimes. Ikabidi kuzama library lengo aweze kuchukua vitabu aendelee kujisomea. Lakini huko katika library akakutana na Mwamba Gang-u akiwa anatafuta pia vitabu. Ikabidi kwenda kumkumbatia tu. Naye Gang-u akawa amemkumbatia bidada vizuri akisema kwamba naona ulitumia uganga wako vizuri kunichanganya kisaikolojia, na ni kweli kabisa nikajikuta navutiwa sana na wewe. Hata siku ya leo tena unanikumbatia kunichanganya kisaikolojia. Poa tu, basi mimi ngoja nikukumbatie tu kama unavyotaka. Hasa kile kitoto cha mdoli kinachojua kwamba kinafuatiliwa siku ya leo kikaendelea kufanya vurugu katika maeneo haya library kwa kupiga kelele nyingi sana ili kuhakikisha kwamba bidada anakwenda kuzulika. Lakini kwa bahati mbaya au nzuri Mwamba akaweza kumsaidia. Lakini hii ajali ilimpelekea Mwamba mpaka kupelekwa hospitalini, kitu ambacho kikaja kumshangaza sana mwalimu wa michezo kwa sababu ndo kwanza alikuwa akimtarajia huyu jamaa. Lakini wakiwa nje ya hospitali akawa amekati na huyu jamaa ambaye anafahamika kama Jiho akimwambia kwamba sasa hivi bana kila ambacho kinaendelea ni kigumu sana kwa sababu kila hata nikimshika jamaa nguvu zangu hazifanyi kazi kwa sababu jamaa hana mapenzi kabisa na mimi. Ikabidi kumwomba Jiho kwamba atakuwa anapeleka hizi ilizi na kuhakikisha kwamba jamaa wakati wote anakuwa na hizi ilizi katika nguo zake na kila sehemu jamaa anapoelekea. Na siku ya leo chifu wa kijiji alikuwa ametimba katika maeneo haya ya Kilinge. Chifu wa kijiji ni mshirikina sana huyo mambo yake bana. Sasa leo amemleta binti mmoja ambaye ujauzito wake ulikuwa umetoka siku za hivi karibuni. Na huyu binti kutokea ujauzito wake ulipoweza kutoka basi akapata kichaa na kuanza kubeba mito na kujifanya kuwa amebeba mtoto wake. Na chifu akasema kwamba huyu bidada anahisi atakuwa anatembelewa na mizimu na ana mizimu ndani yake. Lakini bidada Song-hee alipoweza kumtazama huyu chizi akagundua kwamba ndani yake hana mizimu kabisa.
kabisa, kisha akaongezea kwa kusema kwamba hakuna mizimu inaweza kumpanda bidada ambaye ni chizi. Lakini bidada Song'yi kuishia hapo, akawa anamshauri chifu kwamba ni wakati mwingine ni muhimu kutembelea hospitali ambazo yeye mwenyewe ameweza kuhangaikia mpaka zikaweza kujengwa, sio kila siku anazunguka tu kwa waganga wa kienyeji. Lakini baadaye akaanza kusema kwamba hivi huyo mtoto wa huyu chizi kwanza alikopoje kopoje. Huyu chizi aliposikia tu kwamba mtoto wake anatakiwa atolewe maelezo, basi alianza kuelezea kutoka namna ambavyo mtoto wake anavyoonekanika. Bidada Song'yi akijaribu kuunganisha maelekezo, anakuja kugundua kwamba ndio yule mtoto ambaye anaonekanika kwa bidada ambaye anafahamika kama Gaon. Hapa bidada Song'yi akagundua kwamba kuna hatua ya kuweza kuifanya ili aweze kumsaidia yule bidada. Moja kwa moja akaamua kukimbia mpaka kwenda kwa Gaon, na kisha akamuelezea scenario nzima ya matukio yanavyoendelea. Akamwambia kwamba kuna mdoli ambao unao ndani yako ni kama kuna mzimu. Bidada Gaon kusikia habari za mizimu akawa ameshtuka sana, kisha akawa amempatia bidada ule mdoli. Lakini sasa bidada baada ya kuchukua ule mdoli, Gaon akaanza kusema kwamba huu mdoli bana, historia yake mimi kuweza kupata ni ngumu kidogo. Hasa unadhani ni historia ipi ambayo inafungamana na bidada Gaon mpaka kumiliki ule mdoli? Tukutane katika episode ya 7 tamthilia yetu nzuri. Kumbuka kwamba ulikuwa na mimi naitwa DJ Paul. Kama kawaida kufikisha like 100 tu tunatoa episode ya mbele. Karibuni sana. Fenina Furnitures wanakutangazia wewe mkazi wa jiji la Dar es Salaam kwamba watakuwa na ofa na punguzo kubwa sana la bei kwa bidhaa zao zote. Punguzo hili la bei ni mahususi kwa wateja wote wanaohitaji sofa set kwa ajili ya majumbani na zile za ofisini. Lakini pia upande wa ladies and gentlemen wa mjini, basi unajipatia kisofa frani vya amazing ambacho utakitua magetoni kwako na kikanogesha geto kiunyama zaidi. Lakini kubwa zaidi, wanakufanyia interior design kuanzia magetoni, katika majumba makubwa pamoja na maofisi. Bwana unangoja nini? Tutembelee sasa Fenina Furnitures kwa ubora wa kazi yako. Na wanakwambia kwamba delivery ni free kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Watafute sasa kupitia nambari za simu za 0775 0265 57.